vitendo vya kishirikina. Sasa kama vitendo vya kishirikina na wanasema hauna ushahidi, lakini pia kuna timu za kutaadhabu. Mimi kama haijatolewa ufafanuzi swala nitashangaa kwa sababu moja. Yule ambaye anatazama sasa hivi Chester TV. Tunasema vitendo vya kishirikina pengine havina ushahidi, lakini wanasema kuna vile vya sheria. Labda ukaja na kuku, labda sio kaja na karatasi imeandikwa hivi, labda sikavunja nazi, lakini pia zile timu za kukutana na adhabu. Kama imepulizwa spray na maana kuna wale viongozi wa mechi, kuna wale officials ndio wanatuma taarifa kwamba kuelekea katika bodi ya ligi. Nasema ndio kukagua vyumbani. Kwamba mimi si harufu ambayo nimekuta Fountain Gate nyinyi hamkuikuta. Kwa sababu sio kitu cha kujificha, ukifungua mlango harufu utaisikia. Na harufu leo maulizo kwamba je, hiki chumba kiko katika ukarabati labda ilipulizwa labda mko mnapaka rangi au spray ni ya nini harufu. Ndio kwamba lazima uandike taarifa kwamba katika mchezo fulani nambari fulani kwa jambo hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo mimi nasimamia pale ambapo nimezungumza mwanzoni. Sina mandate ya kuhukumu au kukubali moja kwa moja. Tumesikia upande mmoja Fountain, tusikie upande wa pili, lakini pia ambao tutawajaji zaidi ni kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi. Wakija kuzungumza kwamba hakukuwa na jambo lolote, tutarejea kwa Fountain Gate. Jamani, mlisema hiki na mbadilisha nguo nje ya viwanja. Ikiwa mnaweza kuikamata timu ambayo umesema inakuwa na viashiria vya kishirikina michezoni, timu ambayo imevuka sijui imeruka geti, sijui timu haitaki kutumia geti hili, kwa nini zinaadhibiwa? Kwa nini hiki kitendo ambacho moja kwa moja inasikika kwamba harufu sio nzuri na kwa nini unaenda kupulizia? Ni swala la kuuliza. Kwa hiyo kama officials mlikiona hiki na mkafumbia macho, basi ndio tunasema pale kwamba ligi yetu kivyetu vyetu na tunaendesha kivyetu vyetu, yani sisi wenyewe baina wenyewe kwenye tunafahamiana.